baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunabudi kumshukuru Allah kwa ihsani yake na mapenzi yake aliyotuwezesha kuweza kukutana tena katika jilsa yetu, ukiwa na malengo ya kuweza kubadilishana fikra, lakini pia kuendelea kuhuisha imani zetu na kupeana elimu ya mambo mbalimbali katika Uislamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubali amali zetu na iwe ni sababu ya kuingia katika pepo yake ya Firdausil A'la. Leo katika majlisi yetu tunakusudia kuelezea mipango na malengo kwa ajili ya mwaka mpya wa Kiislamu, ikiwa leo tayari tumeingia tarehe 2 ya mwaka 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Japokuwa watu wengi sana wamejisahau kwamba leo tulikuwa katika tarehe 1 kwa maana ya mwaka mpya wa Kiislamu. Watu wengi sana hawafahamu jambo hilo. Ni kwa sababu ni mwaka ambao watu hawajauzingatia, lakini ndio mwaka wa Kiislamu. Leo ilikuwa ndio mwaka mpya tarehe 1. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tupo katika mwaka 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu, na yako mengi sana ya kuweza kuzungumza kuhusiana na Hijiria, kuhusiana na kalenda ya Kiislamu, kuhusiana na mipango mbalimbali katika Uislamu, na hasa pale ambapo unapokuwa umebadilika mwaka kuingia katika mwaka mwingine. Tarehe hii ya Hijiria ambayo asili yake imeasisiwa na Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu wakati wa khilafa yake, ni kalenda ambayo tunasema ni kalenda ya Kiislamu ambayo ndani yake ina matukio mengi sana ya Kiislamu. Japokuwa duniani kuna kalenda nyingi sana, ukienda kule Masri, maeneo ya Alexandria, ambapo asilimia kubwa kuna wale watu wanaoabudu katika madhehebu ya Orthodox, wao kule wana kalenda yao. Wa Orthodox nao wana kalenda yao. Ukienda nchi kama Ethiopia wana kalenda yao. Nadhani kwa Ethiopia huu utakuwa ni mwezi wa 12 kama sio mwezi wa 11, kwa wale ambao watu wanaoishi katika nchi ya Ethiopia, nao wana kalenda yao. Lakini pia kuna kalenda inaitwa kalenda ya miladia, ambayo ndiyo kalenda tunayoitumia sisi. Ni hii kuanzia Januari up to December. Hii ni kalenda tunasema ni kalenda ya miladia, ambayo ni maarufu sana katika majumba yetu tumeweka. Sasa kiasili kalenda hii ya miladia ni kalenda ambayo ilikuwa mwanzoni inaitwa ni Julian calendar. Ilikuwa inaitwa Julian calendar, lakini baadaye ikabadilika ikaitwa Gregorian calendar, ambayo asili yake imetokana na Pope Gregorian the 16 wa 16, ambaye asili yake alikuwa ni Mkatoliki. Ndio wao wakaja wakaanzisha hii kalenda ya January up to December. Kwa hiyo kimsingi hii kalenda inaitwa ni Gregorian calendar, na ukisema Gregorian ni jina la mtu ambaye alikuwa ni askofu au alikuwa ni papa, akiitwa Pope Gregorian the 16 wa 16. Kwa hiyo kalenda hiyo yeye ndo alikuja akaiasisi, akaihuisha, ndio leo watu wanaitumia. Kwa hiyo ukiona kalenda ya Januari up to December imewekwa ukutani au tunatumia kupokelea mishahara, tambua tu ya kwamba ile ni kalenda inayoitwa Gregorian calendar. Ni kalenda iliyoasisiwa na Pope Gregorian the 16. Kalenda ya Kiislamu imeasisiwa na masahaba akiwemo Umar ibn al-Khattab. Lakini ukienda Wahindi nao wana kalenda yao, Mabudha kule wana kalenda yao, Wahindu wana kalenda yao.
Ukienda China na wenyewe wana kalenda yao. Kwa hiyo kuna kalenda nyingi sana duniani zipo, na kila kalenda ina matukio yake maalum, lakini kalenda hii ya Kiislamu inaitwa ni kalenda ya Hijiria. Ni kalenda ya kuhama kwa maana ya imeanza kuhesabiwa tangu mtume alipotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, ndio maana ikaitwa ni Hijiria kalenda, kwa maana ya ile tukio la mtume kuhama kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina. Ndugu zangu, kuna mafundisho mengi sana ambayo tunayapata katika tukio la hijra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla hatujaeleza kiini cha somo letu la leo, kwamba mipango kwa ajili ya mwaka mpya ujao, mwaka 1448 tumejipangaje katika mipango mbalimbali ya kiimani, mipango mbalimbali ya kimaisha katika mwaka ujao wa Kiislamu ambao tumeuanza leo. Tumejipangaje katika hilo? Ukisoma katika historia, kalenda hii ya Hijiria imeitwa Hijiria kwa sababu ya hijra ya bwana mtume kutoka Makka kuhamia Madina. Tunatambua ya kwamba Makuraishi na wale makafiri wa mji wa Makka walipanga mpango wa kutaka kumuua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Mwenyezi Mungu anaelezea tukio la Makuraish waliokaa katika Darun Nadwa, waliokaa katika nyumba maalum ambayo walikuwa wameweka mipango ambayo lengo lake lilikuwa ni kumuua bwana mtume Muhammad. Kulikuwa na mawazo matatu ambayo yalitoka kwenye mpango huo. Pale katika mji wa Makka kulikuwa na sehemu maalum, kulikuwa na nyumba maalum au ukumbi maalum ambayo Makuraishi walikuwa wakikutana kwa ajili ya mipango kama vile bunge. Mikakati, mipango mbalimbali ilikuwa ikipangwa sehemu panaitwa Darun Nadwa. Sasa kwenye bunge lile ndio sehemu ambapo watu walipeleka mpango wa kutaka kumuua bwana mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anakumbusha ili tukio, anasema kipindi ambacho wale ambao waliokuwa wamekufuru walipotengeneza mpango kwa ajili ya kutaka kumfunga bwana mtume, wazo la kwanza ilikuwa ni kutaka kumfunga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la pili walilokuwa wameweka azma kwenye mkutano wao ilikuwa ni kumtoa mtume au yukhrijuka, au kumtoa mtume pale katika mji wa Makka kumhamisha aende katika mji mwingine. Na jambo la tatu ambalo Makuraish walijadili katika Darun Nadwa, au liyaktuluka au yaktuluka. Mpango wa tatu ulikuwa au kumuua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mipango hii ilipangwa na Makuraish. Mpango wa kwanza ilikuwa ni kumfunga mtume afungwe jela. Mpango wa pili ilikuwa ni kumfanya mtume ahame, wamhamishe pale Makka. Mpango wa tatu ilikuwa ni kumuua mtume. Mipango yote hii, mpango uliokubalika ulikuwa ni mpango mmoja tu. Historia ni ndefu, na aliyetoa rai ya nani ya rai yake ilikubalika kwamba mtume auawe alikuwa nani, vitabu vya tarehe vimeelezea, na mwaka jana nakumbuka tukio hili lilielezwa kwa urefu sana. Lakini rai iliyokuwa imekubalika kwamba mtume akamatwe auawe, hii ndio rai iliyokuwa imekubalika. Ni nani atakayemuua mtume? Walikubaliana Makuraishi ya kwamba makabila yale ya Kiarabu yatoe kijana mmoja mmoja, kila kabila litoe kijana mmoja, kisha upatikane upanga. Ule upanga uende ukamuadhibu au ukampige bwana mtume Muhammad dharbatan wahida,
pigo moja, lakini upanga ule ushikwe na vijana wote waliotoka kwenye kila kabila. Rai hiyo ilikubalika na vijana wale wakatoka wakaenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wakaenda wakamwingia kibunge kwa lengo la kutaka kumuua bwana Mtume. Lakini wakati wanapanga mpango huo, Mwenyezi Mungu naye mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii anasema, wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Wanafanya vitimbwi, yani wanapanga njama kwa ajili ya kumuua Mtume, lakini Mungu naye kuli anafanya vitimbwi kwa ajili yao. Wallahu khairul makirin, Mwenyezi Mungu yeye ndiyo mbora wa vitimbwi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na vitimbwi vya kumzidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ule mpango alikuwa kashaujua kwamba Makuraishi na wale wengine wamekaa lengo lao kumuua Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ashajua, na mwisho wa siku ule mpango akamfahamisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia Jibril kwamba aondoke katika mji wa Makkah al-Mukarrama aende katika mji wa Madina.